hoja za kujitakia. Sasa za kujitakia zina sura mbili. Kuna hoja ambayo unajua kabisa hawa madiwani hapa wangekaa wakagangamaa, hii hoja isingekuwepo. Hiyo ni hoja ya kujitakia, imetengeneza nyinyi madiwani. Alafu kuna hoja nyingine unajua kabisa hii ni hoja ya kujitakia, lakini imetengenezwa na mkurugenzi na watendaji wake. Uzembe wao ndio umeleta hii hoja. Kwingine tumekwenda tumekuta wana hoja 18, 7 za kujitakia, 8 za kujitakia. Unasema hivi, nyinyi watendaji mnaona raha gani kama halmashauri hii katika sura yake inakuwa imejaa hoja nyingi za CAG, na katika hoja hizo hizi 4, 5 ni za kujitakia? Sasa hapo pia inaingia hiyo muhali. Hakuna hoja za sera, na kwenye hoja za kujitakia kuna hoja zingine. Kama madiwani mngekakamaa, hoja isingekuwepo. Kama madiwani mnakakamaa, nyinyi wenyewe ndio mnaiondoa hiyo hoja. Namna yake moja inakujaje? Kwamba nyinyi mkiingia humu ndani, sisi tumeshakaa, tumeshamaliza jambo letu, tumeondoka hapa, tumekubaliana kwamba ifikapo hoja hii mwezi wa 9, hoja hii lazima iwe imeondoka. Nyinyi mnakuja mnakaa kwenye baraza la madiwani, mnakuja mnachukua na nini, mnamaliza mambo yenu, hao mnaondoka, hamkuuliza. Bwana mkurugenzi, mara ya mwisho tulivyokutana hapa tulikubaliana kwamba ifikapo mwezi wa 9 ziko hoja zitakuwa zimeondoka. Kwenye zile hoja ngapi zimeshaondoka? Kwa nini madiwani mna haki ya kuuliza na mnalazimika kuuliza? Kwa sababu mwisho wa siku halmashauri ni yenu. Hakikisheni kwamba hii halmashauri inakuwa miongoni mwa halmashauri bora za mkoa wa Morogoro. Niendelee kuwaomba na kuwasifu. Nimeona lile tangazo lenu la karafuu, nilisoma pahala. Mimi niendelee kuomba, jamani, utajiri Mungu aliowapa mmoja ni ule wa karafuu. Jichukulie tu kwamba ile ni hazina ambayo tuliowapa. Mkiendeleza itaweza kusaidia na ile halmashauri, baada ya miaka michache tu itakuwa halmashauri yenye kipato kikubwa. Kwa hivyo mimi nitashangaa kuona kwamba katika pesa zenu zile za ndani hakuna kununua miche, si kitu gani, kile ambacho kinachotarajia kukipa faida ukitaki. Tuendelee kwa hii miti ya mikarafuu. Lakini sambamba na hilo ambalo linakwenda sambamba, mimi na timu yangu kwa mwongozo wa mheshimiwa hapa tulianzisha ule mradi wa Soma na Karafuu. Ile kitu ile mbali ya kwamba itaongeza faida ya mapato na vitu vingine, lakini ukiangalia kindani inapunguza lile wimbi la vijana hawa ambao wanaokuja wanaomaliza shule wawe hawana kitu. Sasa ule mradi mmoja wapo ni faida yake ile kwamba inawapa mategemeo, inawapa tamaa kwamba mtu ana kitu ambacho anamaliza shule. Na ombi langu tuendeleze ule mradi kwa nguvu zote. Kuna hoja moja kwa kweli imekuwa ina changamoto sehemu nyingi, urejeshwaji wa mikopo kwenye vikundi vyetu vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ni rai yangu na pamoja na management kufanya kwa nafasi yao, na wasii waheshimiwa madiwani, sababu sisi ndio tuko kule, vile vikundi ni vya kwetu, tunawajua au wahusika, tushirikiane na management kuona tunaweka hizi fedha zinaweza kurudishwa. Kama mtu baadhi ya wamemba wamefariki, nyinyi mko karibu kule, mnaweza mkajua kwa ukaribu, au kwa sababu zozote nyingine zile mnaweza mkafahamu, kwa sababu mahitaji ni makubwa kwenye hizi fedha. Kwa hiyo tukiweza kusaidia zikarudi, ina maana zitasaidia vikundi vingine, na hivyo vikaendelea kuboresha uchumi wa watu wetu katika wilaya yetu ya Morogoro. Kwenye uongozi huu, kwa umri nilionao na nafasi niliyokaa kwa muda mrefu, nimegundua kazi kubwa tulionayo sio tu kuwaongoza, lakini pia kuwalea hawa ambao unawaongoza. Kuna watu wanaweza wakawa na changamoto katika utendaji kazi. Ukifika kama kiongozi ukawa mkali, ukakemea, ukafanyaje, unaweza usipate matokeo.
Mimi nimekuwa nikifanya nao vikao, watendaji hao wakuu wa idara wenyewe mashahidi, vikao vya kirafiki sana pale kwenye shida, kujengeana uwezo. Kwa nini tunakwama? Mkuu wa idara, kwa nini unakwama kutekeleza majukumu yako? Tunatafuta suluhu ya pamoja, na baada ya pale tunaenda kuisimamia kutekeleza majukumu yetu, na ndio maana unaona hali inabadilika. Nina uhakika kuanzia hii Julai tunaweza tukafanya mambo makubwa sana halmashauri, kwa sababu tumekubaliana bila mapato halmashauri haitaendelea. Na sisi tuna vyanzo vingi vya mapato. Tulichogundua ni hatujavisimamia vile sawa. Tunaenda kufanya hili, tukakusanya mapato, tukasimamia miradi ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi